because the power of God is in His gospel. TV Grace International presents The Mind of Christ, the ineffable words of God on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. Injili ni nguvu ya Mungu. Na hilo nilitaka kusema leo. Kwa sababu kile kilichokupata wewe na mataifa mengi ni nguvu ya neno lake. Kama nisingelikuwa na hilo akilini mwangu, hakuna angefurahi, ingekuwa dini nyingine. Nina kumbukumbu nilipoamshwa, athari hiyo inayosababisha ufahamu. Tusome Warumi 1:16 na tudhamini kweli hiyo. Warumi 1:16 inasema, maana mimi sionei haya Injili, kwa sababu ni nguvu ya Mungu kwa ajili ya wokovu wa kila mtu anayeamini, kwanza Myahudi na pia Mwanahelenu. Lakini inasema Injili ni nguvu ya Mungu. Na Mungu ndiye mwenye nguvu zaidi. Lakini Injili yake inawakilisha nguvu ya Mungu kupitia ufahamu. Yule kijana wa zamani alisema, nilitapeliwa miaka 10. Na walimpa nguvu ya Mungu. Na walimwelekeza vibaya kwa kutumia matendo yao na mambo mengine. Kwa saumu, wakimtafuta Mungu. Hata hivyo, Mungu anapatikana katika neno lake, na neno lake hilo sasa ni barua 14 zinazoakisi Agano Jipya. Kuna vitabu 66 na yote ni neno lake. Lakini katika wakati huu ni zile barua 14 alizomfunulia Paulo. Sasa inasema Injili ni nguvu ya Mungu kwa wokovu. Lakini wokovu wa nini? Wokovu ulitekelezwa na Yesu wa Nazareti alipomwaga damu. Kwa namna ile ile Adamu alitenda dhambi na kutuhukumu. Yesu wa Nazareti alikufa na kutuokoa. Hatuongei wokovu wa roho yako. Injili si nguvu ya Mungu kukupatia wokovu wa kiroho. Wewe tayari umeokoka. Unazaliwa umeokoka. Hawakukuambia. Lakini baada ya msalaba, sisi sote tulipewa wokovu. Mtoto huzaliwa ameokoka. Watoto wote huzaliwa wakiwa waadilifu, wakamilifu, bila dhambi. Kama ulimwengu ungelijua hilo, kusingekuwa na uhalifu, kusingekuwa na magereza, na nadhani na hospitali pia hazingekuwepo. Sasa Injili ni nguvu ya Mungu kuokoa mwili wako wa kimwili. Alikuachia mwili wa udhaifu, lakini alikuachia taarifa yenye nguvu zaidi kuliko udhaifu wako kupitia ufahamu wa kweli hiyo.
Dini inatudanganya, ikizungumza kuweka mikono, kupuliza, na wanakwambia pokea nguvu ya Mungu. Na hapo unaingia katika kila aina ya mambo ya ajabu. Kuna makanisa wanazima taa. Haleluya, 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 na sauti za aina mbalimbali. Wengine wanatarajia kuruka hewani. Wanataka kuona ishara. Hiyo siyo Injili. Injili ni rahisi. Inaelezewa, inasikilizwa na inapokelewa. Badala yake, kwa kusikia ndipo Injili inapoanza. Nguvu ya Mungu, na inakupa ufahamu, na inakupa maarifa. Na hiyo nguvu ina mtu anayeisimamia, na hao ni malaika. Tusome Waebrania 1:14. Je, si wote ni roho watumikao waliotumwa na Mungu kuwatumikia wale wote watakaoirithi wokovu? Roho watumikao. Unapojua Injili, unaiungama na hizo roho ambazo zimetumwa kwa ajili ya huduma yako. Inawapasa wao kufanya kazi kwa ajili yako. Wewe hufanyi kazi. Wewe unasikiliza na kupokea maarifa hayo. Unaungama na hizo roho, malaika walio upande wako. Inawapasa wao kufanya kazi hiyo ndani yako. Hivyo huwezi kujisifu mwenyewe. Unajisifu kwa Bwana. Wakorintho wa pili 3:5. Ona anachosema. Kwa sababu yeye atendaye ndani yenu. Sio kwamba sisi tuwe na uwezo wa kufikiri jambo lolote kama linatoka kwetu wenyewe, bali uwezo wetu wote unatoka kwa Mungu. Uwezo wako unatokana na Mungu. Kupitia nini? Kupitia wale malaika aliochagua kwa maisha yako. Wao ni roho ambazo zimetumwa kwa ajili ya huduma ya kanisa. Ni rahisi. Huna haja ya kutoa dhabihu yoyote. Ni biashara ya ajabu. Wewe unasikiliza. Unalipokea. Na malaika wako tayari kukusaidia katika jambo hilo. Mungu haifungi neno lake katika mwili. Mungu anaweka nguvu yake katika neno lake. Kama nitafika bila neno hilo, mimi si chochote. Kwa hiyo, alilitunza maarifa haya kwa uangalifu. Kwa miaka 2000, aliacha maandishi na akaacha watu wayatafsiri. Na akili ya Kristo iliyokuwa kwa Paulo aliondoa duniani na akaacha maandishi. Na hili linaua. Hili halifai. Hiyo ni kitabu kingine. Kitabu kingine tu. Karatasi kwenye mashine ya uchapishaji.
Mungu ajue wanatupa mengi yaliyoharibika. Hapa maandishi yamekaa vizuri. Hii iko sawa. Na wanatupa tani nyingi za Biblia ambazo zimeharibika. Kwa sababu hii, bila akili ya Kristo haifai. Mungu haifungi nguvu yake kwenye mwili. Nguvu yake imeandikwa. Ni nguvu ya Mungu kwa wokovu. Na inakuokoa wewe. Unahitaji nini? Unahitaji kusoma Injili na kumsikiliza malaika wako. Matendo yaliyoandaliwa tangu zamani. Wewe ni wa kipekee. Wewe ni wa kipekee. Kuna mtu mmoja tu duniani ambaye ni kama wewe. Usijilinganishe na mtu. Ukijilinganisha utashindwa. Unaondoa uhai wa malaika wako. Malaika wako atakuelekeza wewe. Tukatazame yaliyoandikwa. Waefeso sura ya 2 mstari wa 10 kamili. Tusome nguvu ya Mungu. Kwa sababu sisi ni kazi yake, tuliundwa ndani ya Kristo Yesu kwa ajili ya matendo mema ambayo Mungu aliyapanga tangu zamani ili tuweze kuzitenda. Kwa matendo mema. Matendo mema. Na nini ni chema? Wewe unatafsiri kile kilicho chema. Wewe unaweza kumkosoa aliyebarikiwa na kusema anatembea vibaya, na malaika anasema anatembea vizuri. Nahisi anahitaji kupitia hilo sasa. Anaonekana vibaya kulingana na maoni ya jamii. Lakini kwake yeye hilo ni tendo zuri sana. Hili ni kazi aliyokuandalia. Wenu. Wewe ni. Jifunze kujiheshimu. Usijiumize tena. Acha kujikosoa. Kuna mambo yaliyokutokea wewe na ni wewe. Ni yako pekee. Utamkana Bwana. Nimepitia mengi tangu kuzaliwa. Nilimwogopa baba yangu. Alikuwa na fimbo daima. Alinitishia daima. Niliogopa sana. Sikumheshimu, bali niliogopa. Alimpiga mama yangu. Nilitaka kumuua. Sikupata nafasi kwa sababu nilikuwa mdogo. Nilimchukia. Na kwa hiyo njia rahisi zaidi kwangu ilikuwa ni kutumia dawa za kulevya. Niliingia katika ulimwengu wa uhalifu kabisa. Hapo nilijiumiza. Niliteseka sana. Na sikujifunza kuwapenda wengine. Nilianza kujiumiza. Na najiumiza yule niliye naye karibu. Unamuumiza aliye karibu. Wengine unawatendea vizuri. Tatizo ni yule aliye karibu. Hapo unajitoa. Ndiyo maana mumeo amekutenda. Na amewatenda watoto wako. Kwa sababu mateso ambayo alikuwa nayo ndani yake hayakumsaidia kujifunza jinsi ya kuonyesha upendo. Hata hilo pia.
Mungu alitumia hali hiyo katika maisha yangu ili leo hii niweze kuwa na huruma tele kwako. Siwezi kuchukia leo. Matendo ya mwili: kiburi, chuki, kuumiza watu. Yote hayo yameniondolewa. Sina hayo tena. Siwezi. Kwa sababu katika mipango yake ya zamani ambayo Mungu alikuwa nayo kwa ajili yangu, walinipa mafunzo mazuri kwa sababu alijua tayari tabia yangu. Angalia Wagalatia 1:15 umwelewe Paulo. Lakini Mungu alipomfurahisha aliyenitenga tangu tumboni mwa mama yangu, akaniita kwa neema yake amfunulie mwanawe ndani yangu, ili nimhubiri miongoni mwa mataifa. Sikuwasiliana mara moja na mtu wa mwili na damu. Paulo alikuwa Myahudi. Alikuwa na wivu kwa Wayahudi. Mara moja nabii alimwambia, usiende Yerusalemu kwa sababu kutatokea jambo baya kwako. Paulo alijibu, sina hofu, nitaenda. Walimpiga viboko 40 isipokuwa moja. Alifika amevunjika. Alibeba alama mwilini. Sasa anasema ukweli. Zimepita miaka mingi. Sasa anasema, Mungu wangu alinichagua mimi tangu nilipokuwa tumboni mwa mama yangu. Sio kwa Wayahudi, bali kwa mataifa. Huwezi kuhukumu maisha yako sasa. Hujui matendo yaliyotayarishwa. Subiri muda kidogo zaidi. Usikate tamaa. Subiri malaika wako. Yeye anaongoza hatua zako. Yeye anaiongoza maisha yako. Huwezi kukata tamaa. Wewe ni hazina. Na hazina, lazima uchukue tahadhari nyingi na hazina. Wewe ni hazina. Wewe ndiye Mungu anampenda zaidi. Wewe si mwili. Wewe ni mtoto. Wewe ni malaika. Pamoja na utume katika dunia hii. Uliyeteseka. Sote tunateseka. Njia pekee ni ili mwili wako usijivune. Njia pekee. Vinginevyo unajivuna na kujiona bora kuliko wengine. Hapa hakuna bora kuliko mwingine. Sote tuna umuhimu. Hakuna anayefaa. Hatuna maana. Mwili 0 na 0 sawa na 0 katika roho. Sisi ni wapendwa wa Mungu. Kuna mstari katika waraka wa pili kwa Wathesalonike sura ya 2 mstari wa 11. Kwa sababu ya hili, Mungu huwatumia nguvu ya udanganyifu ili waamini uongo, ili wote ambao hawakuamini ukweli, bali walipenda dhambi, waadhibiwe kabisa. Mungu anamtuma nguvu ya uongo kwa watu wote hao. Makanisa yote ya Kiinjili, makanisa yote ya Kikatoliki, dini zote wanamwomba Mungu nguvu. Mungu ni mwema. Huwapelekea nguvu. Usidai nguvu.
Huwezi kuomba nguvu. Usitafute uzoefu karismatiki. Weka miguu duniani. Unataka nguvu? Hakuna atakayekupa. Tayari imekupa. Nguvu ya Mungu imeandikwa. Kama nguvu hii haikupendezi, basi Mungu atasema, twende tukakupa nguvu nyingine. Ninaona hapa. Nahisi kuna upako hapa. Wanasema kuna upako nyumbani kwako. Kuna upako kwako. Kuna wito maalum. Wewe wa blauzi nyekundu, njoo. Njoo hapa. Na wanaanza kuita, kucheza. Na Mungu anasema, malaika mpe nguvu. Anaanza kuzunguka. Anajilaza chini. Unajua watu wangapi wako katika nguvu hiyo? Makanisa yote wanacheza kwa nguvu. Kwa nguvu ya udanganyifu. Sasa kuna nguvu. Katika Agano la Kale, nabii aliingia pango. Na basi nguvu ilikuja kama dhoruba. Bwana hakuwepo hapo. Na kisha kulikuwa na maonyesho mengine yenye nguvu sana. Mungu hakuwepo hapo. Kisha baadaye kikatoka mlio mdogo wa upole. Hapo ndipo Mungu alikuwepo. Huo ni mlio mdogo wa upole. Upo karibu nawe. Wewe unamjua. Uko karibu nawe. Neno lipo kinywani mwako na moyoni mwako. Hili ni neno la imani ambalo tunalihubiri. Rahisi. Nguvu ya Mungu. Nimejaa nguvu ya Mungu. Umejaa nguvu ya Mungu. Tazama, una nguvu ya Mungu. Sikiliza hapa, hakuna baridi wala moto. Huu si mkutano wa uvuguvugu wala wa moto. Kama mtu yuko uvuguvugu, mgeni hajajua nguvu ya Mungu. Lakini wewe utamfundisha kuwaka moto. Wewe utamwambia, jitayarishe kuwaka moto. Waebrania 10:14. Kwa sadaka moja tu amekufanya wewe mkamilifu milele yote. Je, umewaka moto sasa? Ni unataka kujua zaidi ili ujisikie hata zaidi? Waebrania 2:14. Kwa sababu watoto walishiriki katika mwili na damu, yeye pia alishiriki katika mambo hayo, ili aweze kuharibu yule aliyekuwa na mamlaka ya kifo. Hiyo ni huduma ya kifo kabisa. Udanganyifu wa sheria. Hii ni kwa Shetani. Imeharibiwa. Umebarikiwa. Umekamilika. Una malaika wanaokusaidia. Kanisa linatawala katika uzima. Ufalme wa amani. Hii ni amani ya nabii. Tunaiona. Hii ni utawala. Isaya alizungumza. Wakati atakapokuja, hatahukumu kwa anachoona, wala kwa wasemavyo, bali atakuja na kuwalisha kondoo. Atawalisha kondoo. Atawatendea sawa.
Sisi sote tumejaliwa. Hakuna aliye bora kuliko mwingine. Kiungo kikamilifu ni upendo. Upendo ndio Injili ambayo haikuruhusu kujiona bora kuliko wengine. Unajua ndugu yako na dada yako. Sisi sote ni sawa. Hazina za udongo. Rio de Janeiro, nawapenda. Nawapenda sana.